Donald Trump anatafuta njia ya kutoka vitani kwa heshima. Mwandishi wa kituo cha Al Jazeera huko Washington anasema kuwa Rais Donald Trump wa Marekani anatafuta njia ya kutoka kwenye vita na Iran kwa njia ya heshima. Katika uchambuzi wake wa misimamo ya hivi karibuni ya Donald Trump, rais wa Marekani, kuhusu Iran, Al Jazeera imeandika kuwa Trump anatafuta njia ya kutoroka kwa heshima kutoka kwenye mzozo wa sasa, lakini ujumbe wake haueleweki na unapingana kiasi kwamba haiwezekani kuelewa kama kweli kuna mazungumzo yoyote yanaendelea au la. Kwa mujibu wa Pat Halhain, mwandishi wa Al Jazeera huko Washington, katika saa 24 zilizopita, Trump amedai kwenye mitandao ya kijamii kwamba Iran imekubali matakwa yote ya Marekani bila kupata chochote. Kwa upande mwingine, Iran imefunga tena lango bahari la Hormuz. Trump pia amesema kuwa mzingiro wa baharini wa Marekani unaendelea na kwamba meli 13 zimesimamishwa, ingawa ni vigumu sana kupatikana uthibitisho huru wa madai haya. Wakati Trump amedai mara kadhaa kwamba atamaliza vita na Iran ndani ya siku chache, leo pia ameahidi kutoa taarifa mpya. Al Jazeera imesisitiza kuwa hakuna taarifa yoyote kuhusu ni nani anaongea na nani, maudhui ya mazungumzo au hatua zinazofuata. Mwandishi wa Al Jazeera huko Washington anasema kwa sasa hakuna njia ya kujua kwamba kuna mazungumzo yanayofanyika baina ya Marekani na Iran. Na nikwambie kwa taarifa ambazo tumezipokea kamilifu ni kwamba Iran imeamua kutotuma ujumbe wake kwenye duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, shirika la habari la IRNA limesema. Na shirika hilo limesema mapema siku hiyo kwamba ripoti za vyombo vya habari vya Marekani kuhusu duru nyingine ya mashauriano kati ya Marekani na Iran ambayo yanatarajiwa kufanyika Islamabad mapema wiki ijayo si za kweli. Shirika hilo la Tasnim pia limesema likinukuu vyanzo kwamba Teheran itafanya uamuzi kuhusu kama itatuma timu yake ya mazungumzo nchini Pakistan tu baada ya Washington kuondoa kizuizi chake cha majini au Iran. Vilevile mamlaka ya Irani inaiomba Marekani kupunguza vikwazo dhidi ya nchi hiyo kwa kiasi kikubwa, CNN inaripoti ikinukuu chanzo kinachofahamu maendeleo ya mazungumzo kati ya Washington na Teheran. Zaidi ya hayo, Iran inadai kufungiwa kwa mali zake zenye thamani ya dola bilioni 20, kituo cha television cha CNN kiliweza kuthibitisha. Hayo yakiendelea, kwingineko, vikosi vya jeshi vya Iran vimeshambulia kwa kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za kivita za Marekani kujibu kukamatwa kwa chombo cha Jamhuri ya Kiislamu. Shirika la habari la Tasnim limeripoti likimnukuu msemaji wa makao makuu ya jeshi la Iran ya Khatam al-Anbiya. Kulingana na msemaji huyo, chombo kilichotekwa na jeshi la Marekani kilikuwa njiani kutoka China hadi Ghuba ya Oman. Vikosi vya Marekani vilirusha risasi dhidi ya chombo hicho kinyume na makubaliano ya kusitisha mapigano na kulemaza mfumo wake wa usambazaji. Kujibu, Iran ilishambulia meli za Marekani kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Msemaji huyo alisisitiza kwamba jeshi la nchi hiyo lilikusudia kuendelea kujibu sera ya uharamia na mashambulizi kwa niaba ya upande wa Marekani. Vilevile, vitisho vya vikosi vya Marekani kwa vyombo vya Iran na madai yasiyo na mantiki ya Washington dhidi ya Teheran yanathibitisha mtazamo wa kipuuzi wa Marekani kuhusu kutatua hali katika Ghuba ya Uajemi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, anasema vitisho kwa bandari na vyombo vya Iran pamoja na madai yasiyo na mantiki ya Washington vinathibitisha kwamba Marekani haiko makini kuhusu suluhu katika eneo hilo. Araghchi alisema katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Ishaq Dar. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran aliongeza kuwa anaamini kwamba msimamo na ukiukwaji wa utawala wa kusitisha mapigano kwa niaba ya Marekani unazungumzia nia mbaya ya Marekani. Araghchi alisisitiza kwamba nchi yake itatumia uwezo wote unaopatikana kulinda maslahi yake na usalama wa taifa. Vilevile, Iran imejaza hazina zake za silaha za kurusha makombora na ndege zisizo na rubani wakati wa kipindi cha kusitisha mapigano na Marekani. Kamanda wa vikosi vya anga vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Brigedia Jenerali Saidi Majid Musavi, anasema wakati wa kusitisha mapigano, kuboresha na kujaza tena silaha zetu za kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kumeharakishwa. Tunajua kwamba adui hawezi kujijengea mazingira kama hayo na wanapaswa kutoa risasi kutoka upande mwingine wa dunia, shirika la habari la Nur lilimnukuu akisema. Vilevile, waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif amesema alizungumza kwa simu na rais wa Iran Masoud Pezeshkian kujadili hali ya sasa katika Mashariki ya Kati. Anasema, nilikuwa na mazungumzo ya kina na yenye kujenga na rais Masoud Pezeshkian kuhusu hali ya kikanda inayobadilika. Pia nilishiriki maarifa kutoka kwenye mazungumzo yangu ya hivi karibuni na viongozi wa Saudi Arabia, Qatar na Uturuki, aliandika kwenye X. Alisisitiza kwamba Pakistan, kwa usaidizi kutoka kwa washirika wake, bado imejitolea kwa jukumu lake kama mwezeshaji mwaminifu na wa dhati wa amani ya kudumu na utulivu wa kikanda. Nikwambie hivi, hatujamaliza.
Vile vile Iran inalaani vizuizi vya bandari zake na Marekani kama uhalifu wa kivita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghei, anasema kile kinachoitwa kuziba bandari au ufuo wa Iran kwa Marekani si tu ukiukwaji wa usitishaji mapigano unaosababishwa na Pakistan, bali pia ni kinyume cha sheria na jinai. Vilevile, kuharibu mitambo ya umeme na madaraja ya Iran na Marekani hakutakuwa uhalifu wa kivita, kwani Iran inatumia miundombinu hii kwa madhumuni mawili ya kijeshi. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja Mataifa Mike Waltz anasema, naam, chaguzi zote ziko mezani kabisa. Tofauti na mtangulizi wake Rais Donald Trump, hachukui chaguzi hadharani na kuambia wapinzani wetu kile ambacho hataki kufanya, hivyo kuwapa nguvu, aliambia ABC News alipoulizwa kama utawala wa Marekani unaangalia kushambulia miundombinu ya kiraia nchini Iran ikiwa uhasama utaanza tena. Kwa hivyo chaguzi zote ziko mezani, tunaweza kuondoa miundombinu hiyo kwa urahisi. Ulinzi wa anga wa Iran umeangamizwa kabisa, aliongeza, na kuwatangulia wakosoaji wengi na kuwakandamiza, kutoa maneno yasiyowajibika kama uhalifu wa kivita, kushambulia, kuharibu miundombinu ambayo imetumika waziwazi na kihistoria kwa madhumuni mawili ya kijeshi si uhalifu wa kivita, alisema. Vile vile mshauri mkuu wa zamani wa mkuu wa ikulu ya White House wakati wa muhula wa kwanza wa Donald Trump ameonya kuwa upungufu wa akili wa rais wa Marekani umeongezeka kwa kiasi kikubwa. T. Kobe, mshauri mkuu wa zamani wa ikulu katika muhula wa kwanza wa Trump, amesema rais wa Marekani amechanganyikiwa kabisa na yuko katika hali ya tahayari. Msamiati wake umepungua, amekimbilia kwenye matusi na vitisho, anatenda bila kufikiri, na hii inaonyesha kuwa hana udhibiti wowote juu ya mienendo yake ya ghafla. Kobe ameongeza kuwa upungufu wa uwezo wa kiakili wa Trump umekithiri kwa kasi zaidi kuliko wakati wa muhula wake wa kwanza. Amesema pia mojawapo ya dalili za kawaida za ugonjwa wa akili ni usumbufu katika mzunguko wa usingizi na kuamka. Tunaona maneno yake ya wazimu mtandaoni saa 10 alfajiri, na tunamshuhudia akisinzia katika mikutano ya baraza la mawaziri asubuhi na alasiri. Hii ni ishara ya wazi ya ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Wakati huo huo, Tim, gavana wa jimbo la Minnesota, naye amesema kuwa Trump ni mtu asiye na akili timamu, mwenye tabia hatari na asiyeweza kutabirika. Tunaye rais ambaye aliingiza Marekani vitani bila tishio lolote la halisi, bila malengo ya wazi na bila mpango wowote wa kujiondoa vitani, imesema Tim Walz. Vilevile makamu wa rais wa zamani wa Marekani Kamala Harris anasema rais wa sasa wa nchi hiyo Donald Trump alilazimika kuingia vitani na Iran akishirikiana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu katika jaribio dhaifu la kupindisha na kupitisha mazingatio ya raia wa Marekani kutoka kwenye kesi ya Epstein. Akizungumza kwenye ukumbi wa Huntington mjini Detroit wakati wa mkutano wa chama cha Democratic huko Michigan siku ya Jumamosi, Harris alisema Trump aliingia vitani na aliburutwa na Netanyahu, na lazima tukiri kwamba watu wa Marekani hawakutaka vita hivyo. Miongoni mwa matokeo mengi mabaya ya vita ni kupanda kwa bei ya mafuta. Akiashiria kesi ya uhalifu wa kingono Jeffrey Epstein, Kamala Harris amesema kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran, Trump alitaka kubadili mwelekeo wa maoni ya umma ya Marekani kutoka kwenye ushirikiano wake na Epstein hadi kwenye vita vilivyoathiri kila kipengele cha maisha ya kila siku ya Marekani. Amemlaani Trump kwa kuhatarisha uhusiano wa Marekani na washirika na kumuita mtu asiyejiamini. Vilevile amemkosoa Rais Trump kwa kuhatarisha uhai wa wanajeshi wa Marekani na kuchochea kile alichokiita vita vya ndani. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile Iran itafanya uamuzi wa kutuma ujumbe wake Pakistan ili kuendelea na mazungumzo na Marekani baada tu ya Washington kuondoa kizuizi chake cha majini, shirika la habari la Tasnim limeripoti vyanzo mbalimbali. Vilevile rais wa Marekani ameonya tena kwamba Marekani itaharibu mitambo yote ya umeme na madaraja nchini Iran iwapo itakataa kufanya makubaliano. Aliandika kwenye jukwaa lake la Trust kwamba tunatoa makubaliano ya haki na busara na natumai watakubali, kwa sababu ikiwa watafanya hivyo, Marekani itaangamiza kila kiwanda cha umeme na kila daraja nchini Iran. Itakuwa heshima yangu kufanya kile kinachopaswa kufanywa ambacho kingepaswa kufanywa kwa Iran na marais wengine kwa miaka 47 iliyopita. Mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran unaweza kusainiwa ndani ya wiki chache, waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright anasema. Huo labda ni wakati unaofaa, alisema kwenye mahojiano na CNN alipoulizwa kama makubaliano yanaweza kufanywa ndani ya wiki moja au mbili. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.